Na kupongeza mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi mnayoifanya. Ni mara yako ya kwanza kusoma ripoti hadharani. Nyuma nilikuwa napata tu ripoti kwenye makaratasi. Lakini nakupongeza hususan katika kuimarisha matumizi ya mfumo wa NeST. Mmefanya kazi nzuri sana ambao umeongeza uwazi na uwajibikaji katika manunuzi ya umma. Kama nilivyotangulia kusema, kuwa sehemu kubwa ya fedha za serikali hutumika kwa ajili ya manunuzi ya umma na ni muhimu, kwa hiyo eneo hili lisimamiwe kwa umakini na uadilifu mkubwa. Wito wangu kwa viongozi wenzangu ni kusimamia kamilifu taratibu za manunuzi ya umma katika taasisi zetu. Vile vile ni kuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema TANESCO hawajafanya vizuri, nani wamefanya vizuri, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Lakini niseme pia kwamba tuwataje ili kubainisha watendaji au taasisi zitakazobainika kukiuka sheria za manunuzi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa pia dhidi yao. Lengo likiwa ni kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa na kutumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Ndugu zangu, niseme kuwa pamoja na mafanikio yaliyoletwa na matumizi ya mfumo wa NeST katika ununuzi wa umma, kuna changamoto iliyobainishwa inayohusu mifumo ya serikali kutokusomana kikamilifu. Kwa kuwa kazi ya kufanya mifumo isomane ni endelevu, nazielekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma, na wote naona mpo hapa, kuendelea kusimamia ipasavyo zoezi la kuunganisha mifumo hiyo na hatimaye kuimarisha uwajibikaji na kupunguza mianya ya ubadhirifu wa fedha za serikali.